Na hujambo popote pale ulipo mtazamaji, karibu katika habari ya kutwa nzima ya leo kutoka hapa Channel 10 Plus. Utakuwa nami Lulu Hali, lakini hapo baadaye tutakuja kujiunga na Eden Bahati katika upande wa michezo na burudani, akija hapa kutupasha zaidi katika upande huo wa michezo na burudani. Mtazamaji, kwa wakati huu nikwambie karibu sana, na kwa kuanza tuanze huko mkoani Ruvuma, ambapo pato la mkoa wa Ruvuma limeendelea kukua na kutoa mchango mkubwa kwa taifa kutokana na utulivu chini ya serikali awamu ya 6 inaongozwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan katika kutengeneza mazingira rafiki na wezeshi yanayovutia wawekezaji wazawa kuja kuwekeza mkoani humo. Ditanyoni kutoka Ruvuma anatuarifu zaidi. Hayo yamebainishwa na mkuu wa mkoa Brigedia Jenerali Ahmed Abasi Hamedi wakati wa uzinduzi wa kituo cha mafuta cha VAG Oil kilichopo wilaya Mbinga, ambapo amesema amani na utulivu imeendelea kuwa kichocheo muhimu katika ukuaji wa uchumi kupitia sekta binafsi na za umma pamoja na utoaji wa ajira kwa vijana wa Kitanzania. Kwamba pato la mkoa na la wilaya limeendelea kukua na lina mchango kwa taifa kutokana na utulivu na amani iliyopo. Lakini amani na utulivu umeendelea kuwa ni kichocheo cha ukuaji wa uchumi wa mkoa, wa wilaya na wa mtu mmoja mmoja. Upatikanaji wa nishati ya mafuta katika halmashauri yetu ya Mbinga mji ni mzuri. Tunavyo vituo vya mafuta 8, na kwa hiki ambacho amekifanya Ovans anakuwa anaongeza idadi ya vituo. Wastani wa matumizi yetu ya mafuta kwa mwezi ni takriban lita milioni 1.4 kwa petroli, na kwa dizeli tunatumia wastani wa lita 554 kwa mwezi. Kwa upande wa mkurugenzi wa kituo Ovasi Orio, amesema mradi wa ujenzi umegharimu shilingi bilioni 1, ikiwa gharama za ujenzi, mtaji wa uendeshaji pamoja na kuajiri vijana wapatao 80 wa muda, huku ajira za kudumu zikiwa 20. Ikaona changamoto kwenye kata yetu ya Mbinga mjini B, mtaa wa Mission, uhaba wa mafuta foleni kubwa, tukaona ni vyema tuanze ujenzi wa kituo kingine cha mafuta. Kituo hiki kilianza kujengwa mnamo mwezi wa 3 mwaka 2025 ili tuweze kupunguza msongamano wa vyombo vya moto kama vile pikipiki, bajaji na kuongeza ajira kwa vijana. Tunatoa wito kwa serikali iendelee kuwapa mkono wawekezaji ili waendelee kufungua vituo vingine zaidi au mabiashara mengine zaidi ili vijana wapate ajira. Kutoka Ruvuma, Ditanyoni, Channel 10. Na shukrani sana Ditanyoni kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, Umoja wa Ulaya umeshinikiza kufikiwa kwa mpango wa kimataifa kuachana na matumizi ya makaa ya mawe, mafuta na gesi, ikiwa hayo yameelezwa katika mkutano wa Umoja wa Mataifa kuhusu mabadiliko ya tabia nchi COP30 unaofanyika Belém, Brazil, wakati walipowasilisha rasimu yao ya maandishi katika hatua za mwisho za mazungumzo. Kamishna mazungumzo wa Umoja wa Ulaya Wopke Hoekstra amesema kuwa umoja huo unaona ni muhimu mpango huo uwe na malengo makubwa na mpana iwezekanavyo, na kwamba unaungwa mkono kimataifa zaidi ya Umoja wa Ulaya. Hoekstra amesisitiza kuwa uwazi kuhusu kusitishwa kwa matumizi ya nishati inayochafua mazingira ni jambo muhimu kwa mafanikio ya mkutano huo unaotarajiwa kumalizika Ijumaa, bila kujali maamuzi tofauti kuhusu kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Wa jumuiya na taasisi za Kiislamu Tanzania wametoa maazimio 17 yenye lengo la kuhimiza umoja wa kitaifa, ikiwemo kuunga mkono kuundwa kwa tume ya uchunguzi kuhusu iliyotokea Oktoba 29 siku ya uchaguzi ili kubaini kiini cha vurugu hizo. Taarifa Nelson Munema inasomwa hapa. Akitoa maazimio hayo katika msikiti wa Muhammad wa 6 makao makuu ya BAKWATA jijini Dar es Salaam, Sheikh Musa Kundecha amesema wanaunga mkono mchakato wa maridhiano yenye msingi wa uadilifu wenye dhamira njema na si juu ya vurugu za muda mfupi au mashinikizo ya kisiasa. Tunapendekeza uwepo uchunguzi wa kina usiopendelea upande wowote ili kubaini waliochochea, waliopanga na kuratibu uhalifu uliotokea. Uchunguzi huo lazima ufanywe kwa watu binafsi, wanasiasa na taasisi mbalimbali zilizomo ndani ya jamii yetu. Jambo la 6, maridhiano kamwe
yasiwe kichaka cha kuficha uhalifu. Wenye hatia wajulikane, wasio na hatia walindwe, na haki isimame sawa bila ya kupindishwa. Sheikh Kundecha amesema Mufti Sheikh Mkuu wa Tanzania Sheikh Abubakar Zubeir amewataka viongozi na Waislamu kutumia maneno yenye kauli za kujenga ili kuinusuru Tanzania dhidi ya majaribu ya kuigawa. Tunawaomba Watanzania wasikubali kuchochewa na mijadala inaendelea katika mitandao ya kijamii na majukwaa mengine yanayopandikiza chuki za kidini, kikabila, kikanda au ubaguzi wa aina yoyote. Namba 14, tunawaasa vijana wetu kuitumia siku ya tarehe 9 Disemba au tunawaasa vijana wetu kuitumia siku ya tarehe 9 Disemba kukaa nyumbani na wazazi wao, kuliombea taifa letu na kufanya ibada kama sehemu ya kudumisha amani na utulivu wa taifa letu. Pia tunawaasa wasishiriki katika mikusanyiko yoyote siku hiyo, kwani inaweza kuchochea fujo na vitendo vya uhalifu. Shabani Mpute, Channel 10. Mkuu wa wilaya Mpanda Jamila Yusuf amewaagiza viongozi wa dini, vyama vya siasa na waandishi wa habari kuendelea kuhubiri amani, upendo na mshikamano katika halmashauri ya Manispaa Mpanda, wilaya Mpanda, mkoani Katavi. Mwandishi wetu Pasco Emmanuel Katona na taarifa zaidi. Zungumza na viongozi wa dini, vyama vya siasa na waandishi wa habari katika ukumbi uliopo ofisini kwake, mkuu wa wilaya ya Mpanda Jamila amesema kuwa jukumu la kulinda amani ni jukumu letu sote wa Tanzania. Nafasi hii kuwapongeza na kuwashukuru viongozi wote, viongozi wa dini, viongozi wa vyama vya siasa mliopo hapa, waandishi wa habari na wananchi wote wa wilaya Mpanda kwa umoja wao, kwa ujumla, kwa sala na dua, lakini umoja, upendo, mshikamano ambao umesababisha kuleta utangamano katika wilaya yetu ya Mpanda. Kwa hiyo niwashukuru nyote, na katika hili kwa kweli tupigiane pia makofi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Nao baadhi ya viongozi wa dini, askofu wa kanisa halisi la Muumba Faiza Shambazuri, ni mjumbe wa Jimaita mkoa wa Katavi, na mchungaji Aaron Steven, katibu wa kanisa la Moravian eneo la Misheni Katavi, walikuwa na haya ya kueleza. Yaani hapa kila mmoja anapaswa kufikiri mwenyewe binafsi kuihubiri amani kila anapopiga hatua moja. Amani haina mbadala. Unaweza ukazungumza kirahisi katika hali ya kuona swala la amani kama liko swala nyepesi, lakini amani ikitoweka haina mbadala. Na kwetu sio Kongo, wala kwetu sio Misri, kwetu Tanzania. Tutakosa kwa kweli, alafu italeta shida. Na tumemsikia rais akisema ameunda kamati ambayo itahusika na kuhakikisha wale ambao walikuwa hawaelewi kinachoendelea wanaeleweshwa, lakini pia na kuongea pamoja ili kuweza kuendelea kuweka amani na maendeleo ya furaha zaidi. Kwa hiyo mimi kama mjumbe pia na kiongozi pia wa kanisa, ushauri wangu kwenu kama mkoa lakini wilaya, na sisi pia tujaribu kukutana na makundi yale ambayo yanaonekana kama ni wahanga wa jambo hilo lilotokea kwenye mikoa jirani, tuweze kukaa nao kwa pamoja. Innocent Luhamba ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Mpanda, amesema kuwa anamuomba mkuu wa wilaya ya Mpanda Jamila Yusuf kuwakutanisha viongozi wa dini, viongozi wa vyama vya siasa, bodaboda, pikipiki na bajaji ili kuwafahamisha umuhimu wa amani. Na viongozi hawa wana nafasi kubwa ya watu wasikiliza. Wakisijua kwamba tuna kikao cha jumla kwamba tunaenda kusikiliza kusema na viongozi wa dini pamoja na viongozi wa vyama vya siasa, kunaanza kuwa na kitu fulani ambacho tutapata pale. Lakini bado hawa wakisema ujumbe unaofika ni tofauti na tunavyosema sisi watu wa siasa. Watu wanaamini sana katika mambo ya kiroho kuliko mambo ya kimwili. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Katavi, naitwa Pasco Katona wa Channel 10. Na mtazamaji, imeelezwa kuwa Umoja wa Ulaya umetumia mabilioni ya fedha kwa ajili ya kupambana na njaa barani Afrika katika mwongo mmoja uliopita, lakini msaada wake umeshindwa kufikia lengo hilo. Mahakama ya ukaguzi wa Ulaya ECA imesema kuwa Umoja wa Ulaya wenye nchi wanachama 27, moja wa wafadhili wakuu wa misaada duniani, umeunga mkono mipango ya kukabiliana na utapiamlo Afrika kusini mwa jangwa la Sahara kwa kutoa zaidi ya euro bilioni 11 tangu mwaka 2010.
2024. ECA imesema hata hivyo, sehemu kubwa ya msaada huo umeshindwa kuwafikia walengwa wenye uhitaji zaidi au imekuwa ikipambana kupata matokeo ya kudumu, huku mkaguzi kutoka ECA Bettina Jacobson amesema msaada wa Umoja wa Ulaya kwa ajili ya eneo la Afrika kusini mwa jangwa la Sahara unapaswa kuwa na mwelekeo ulio wazi zaidi. Ripoti hiyo imetolewa wakati ambapo viongozi wa Ulaya wakielekea Angola wiki ijayo kujadili jinsi ya kuimarisha uhusiano na wenzao wa Umoja wa Afrika. Shirika la umeme Tanzania TANESCO limeendelea kubuni mikakati mbalimbali ya kuhakikisha linawafikia wananchi, ikiwemo kukutana na viongozi kuanzia ngazi ya mitaa ili kufahamu changamoto zinazowakabili katika maeneo yao. Kisa Mapiana anatueleza zaidi. Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, mkuu wa wilaya Ilala Edward Mpogolo amesema hatua hiyo itarahisisha utatuzi wa kero mbalimbali zinazowakabili wananchi, ikiwemo kupata taarifa ya kukatika kwa umeme pamoja na upatikanaji wa huduma, akitolea mfano wa huduma ya kuunganisha umeme ya NiConnect. Ukienda kwenye ugatuzi wa madaraka, namna serikali ilivyoamua kujinyonyoa madaraka na kupeleka madaraka kwa watu, eneo ambalo lipeleka madaraka ni kwenye eneo la wenye viti wa serikali za mitaa ambapo ndipo wananchi wanapoishi. Lakini eneo la pili ni kwenye ODC, kwenye maana kwenye mamlaka za kata ambazo waheshimiwa madiwani ndio wenye viti wa maendeleo ya kata katika kata zao husika. Sasa unapozungumzia maendeleo huwezi kuacha kuzungumzia uhitaji wa umeme. Unapozungumzia maendeleo hauwezi kuacha kuzungumzia matumizi ya nishati safi ya kupikia. Irene Gowele ni kaimu mkurugenzi wa mawasiliano na huduma kwa wateja TANESCO. Anasema lengo la kukutana na viongozi wa kata na serikali za mitaa ni kuimarisha mahusiano, kuonesha maendeleo ya miradi ikiwemo ile ya kimkakati pamoja na kuimarisha suala la ulinzi na usalama wa miundombinu ya umeme. Kama mnavyofahamu, tulianza mkakati wa kuweza kushirikiana na kundi hili la viongozi kwa lengo la kuweza kuweka mahusiano ya karibu na kuimarisha utoaji wa huduma zetu kwa wananchi, na hivyo basi tuliona ni vema siku ya leo tukutana nao kwa ajili ya kuweza kuwapitisha kwenye miradi ambayo inaendelea katika maeneo yao ya umeme, lakini pia kuweza kuweka njia nyepesi na rahisi za wateja kuweza kutufikia kupitia wao wakiwa kama daraja kubwa kati ya serikali na wananchi. Kama ilivyo taratibu za Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inavyoeleza kwamba mamlaka kwa umma, kwamba wenye viti wa serikali za mitaa wanakaa kwenye utaratibu wa kushughulikia swala zima la mamlaka kwa umma. Sasa TANESCO leo hii inapotoa semina hii inawafanya wenye viti wa serikali za mitaa wapate neno la kwenda kuwaambia wananchi. Kutoka Dar es Salaam, Kisa Mapiana, Channel 10. Naam, shukrani sana Kisa Mapiana kwa taarifa hiyo. Baraza huru la Sudan linaloongozwa na mkuu wa jeshi Abdel Fattah al-Burhan limesema kwamba liko tayari kushirikiana na Marekani na Saudi Arabia ili kutafuta amani ya nchi hiyo. Katika taarifa zake, baraza hilo limeshukuru Marekani na Saudi Arabia kwa juhudi zao zinazoendeleza za kuzuia umwagaji wa damu Sudan, huku likielezea utayari wake wa kushirikiana nao kwa dhati ili kupata amani ambayo watu wa Sudan wanaitarajia. Kauli hiyo imetolewa baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kusema kuwa atashirikiana na Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu na Misri kumaliza mzozo kati ya jeshi la Sudan na wanamgambo wa RSF. Kulingana na Trump, viongozi wa nchi za Kiarabu kutoka ulimwenguni kote, hasa mwanamfalme wa Saudia Muhammad bin Salman, wamemwomba atumie mamlaka na ushawishi wa urais kusimamisha mara moja kile kinachoendelea Sudan. Mtazamaji, tukiangazia huko Geita, vifo vitokanavyo na ajali za majini wilayani Chato mkoani Geita vimepungua kwa asilimia kubwa baada ya wavuvi kuanza kutumia vifaa vya usalama kwenye mitumbwi na boti zao. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Mrisho Sadik kutoka mkoani Geita anatueleza zaidi. Wavuvi katika mwalo wa Chato Beach wamesema kuwa kwa kipindi cha miaka hivi karibuni kumekuwa na mabadiliko makubwa katika namna wanavyotekeleza majukumu yao majini, hasa baada ya kupewa mafunzo ya matumizi sahihi ya jaketi za kuokoa maisha na kuzingatia kanuni za hali ya hewa kabla kuingia ziwani. Tulikuwa tunapoteza sana watu, maana tulikuwa hatujui tunaenda ziwani pasipokuwa na life jacket, tunaenda tukiwa tuna vyombo visivyokuwa salama. Lakini baada ya kupata elimu, kwa sasa tunaweza
takriban ya mwaka 2025 mpaka 2024 mpaka 25 hatujapata ajali kama hizo. Na hatujazama, Mungu huwa anatubeba tu kwa sababu huwa tunatembea na malaika, mlinzi wetu Jibril. Wanaambiwa wapate gharama, wapate life jacket watu 4 ndani ya mtumbwi. Unakuta kuna mmoja, mkipata ajali watatu wameondoka, amebaki mmoja, lakini hajiwahi tokea, tunalindwa na Mwenyezi Mungu tu. Shirika la Wakala wa Meli Tanzania TASAC kupitia afisa mfawidhi wa mkoa wa Geita Godfrey Chegere limesisitiza kuwa kampeni ya utoaji elimu ya usalama majini imekuwa na matokeo chanya katika maeneo mengi ya Ziwa Victoria. Wa vyombo vya majini kabla ya kuanza shughuli zao waje TASAC kwa ajili ya kusajili vyombo vyao na baada ya hapo pia shughuli zao zinapokuwa zinaendelea ndani ya maji lazima wahakikishe wale wavuvi ambao wanafanya zile shughuli ndani ya maji wanavaa maboya wakati wote. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya Chato Luizi Bura ametoa wito kwa wavuvi wote kuendelea kutii sheria za usalama majini, ikiwemo kusajili vyombo vyao na kuhakikisha havijai kupitiliza uwezo wake. Kuhakikisha kwamba wako katika hali ya usalama muda wote, linapotokea jambo lolote tujue chombo kile kilielekea mwelekeo upi, na tunapotafuta na wakati tukipata tunajua naam, chombo hiki kilisajiliwa ni cha mtu fulani na kilikuwa na tatizo haya. Kutoka Chato, mimi ni Mrisho Sadik. Shirika la maendeleo la Ubelgiji Enabel limekabidhi vifaa 27 vya kidigitali ikiwemo solar, projector na vifaa vingine vyenye thamani ya shilingi milioni 81 kwa shule za sekondari 12 pamoja na vituo 3 vya mafunzo kwa walimu ambavyo vinakwenda kuboresha mazingira ya ufundishaji na ujifunzaji kwa njia ya tehama. Taarifa zaidi na Moja Buhoza anatueleza. Akikabidhi vifaa hivyo kwa mkuu wa mkoa wa Kigoma, mtaalamu wa elimu ya kidigitali kutoka shirika la Enabel, Lotte Van Plate, anasema lengo lao ni kuendelea kuboresha mazingira rahisi ya ujifunzaji na ufundishaji kwa walimu na wanafunzi katika shule za sekondari. Teachers will gain stronger digital competences, integrating technology meaningfully in their lessons, and learners will actively engage with digital tools, fostering critical thinking, creativity and problem solving, essential skills for the 21st century. Akitoa taarifa ya elimu kwa mkoa wa Kigoma, katibu tawala mkoa Hassan Rugwa anasema mkoa wa Kigoma umekuwa katika nafasi nzuri kwenye matokeo ya shule za msingi na sekondari, na hilo linachangiwa na michango ya wadau katika kuboresha sekta ya elimu. Kulikuwa na mashindano yale ya Young Scientists in Tanzania ambayo washiriki wake ni vijana wa shule za sekondari. Mkoa wa Kigoma tumekuwa washindi wa pili. Tunapopata matokeo mazuri ya namna hii, hatuwezi kujitenga na kuheshimu thamani ya mchango wao ambao wamekuwa wakiutoa kwenye eneo hili la elimu. Akipokea vifaa hivyo na kukabidhi kwa wakurugenzi wa halmashauri 3 za mkoa wa Kigoma, mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro amewataka wataalamu na wakurugenzi kuhakikisha wanavitunza na kuvitumia kwa maslahi ya kuinua kiwango cha elimu kwa wanafunzi wa sekondari. Monitoring and evaluation ndio, that is my principle. Kwa hiyo muda wote, wakati wote mimi nitavamia kuona namna gani tunatumia vifaa hivi darasani. Kwa hiyo ombi langu kwenu wakurugenzi, hakikisheni kwamba hawa ambao wanakwenda kuvitumia waelewe namna ya kuvitumia. Tunaahidi kwamba vifaa hivi tunakwenda kuvitumia kwa kadiri tutakavyoweza na kama ulivyotuelekeza kupitia hotuba yako. Vifaa hivyo vimekabidhiwa kwa halmashauri ya Kigoma, Kasulu mji na Kibondo, ikiwa ni awamu ya kwanza ya mradi kwa shule za sekondari 12 pamoja na vituo 3 katika kijiji cha Bitale, wilaya ya Kigoma, Kasulu mji na kijiji cha Kizazi, wilaya ya Kibondo. Moja Buhoza, Channel 10, Kigoma. Na mtazamaji, na sasa tukapate mapumziko mafupi, tukirejea tunakuja kuendelea mbele zaidi katika upande wa habari za biashara na uchumi. Hii ni Channel 10 Plus, endelea kusalia nasi, nami ni Lulu Ali.